Wakati mnacheza mchezo wa gofu, mmekuwa na mafanikio makubwa sana hasa katika kuliwakilisha taifa. Kuna namna ambavyo taifa au serikali ilikuwa ikiwashika angalau mkono kidogo au kuwapa motisha tu kwa kile ambacho mlikuwa mnakifanya wakati huo? Kwa kweli ni changamoto kubwa. Wakati huo serikali ilikuwa haitambui kabisa mchezo wa gofu. Kwa sababu ukiangalia nilipokwenda Ivory Coast, yani mashindano yote ambayo nacheza nilikuwa najilipia mwenyewe kwa sababu napenda mchezo wa gofu. Kwa hiyo unaona tulikuwa tunamchukua Francesca Mwanza, Betty Malaba, tukaja tukachukua kina Afida, sababu wao ni kwamba tulikuwa tunaangalia nani tunaweza kwenda naye, nani atatusupport. Lakini wenzangu walikuwa wanapewa tickets za ndege na tukipata wafadhili wao wanapata. Kwa hiyo unakuta mimi najilipia mwenyewe. Muda mwingi nimekuwa najilipia mwenyewe, lakini ukisafiri kwenda nje, uzuri kwenye All Africa wanakupa maradhi, wanakupa na accommodation ambayo ndio maradhi, na unapata breakfast. Kwa hiyo chakula cha mchana na jioni mnajitegemea. Kuna faida yoyote ambayo umeiona hasa katika mchezo huu? Kwa miaka ya nyuma kwa kweli kulikuwa hakuna, tulikuwa tunapenda kucheza gofu. Ndio maana kilinivutia sana, baadaye nikasema hapana. Tuna watu weupe walikuwa na jitahidi kutusupport, ambao ndio walikuwa president wetu Ingrid Astrom. Walijitahidi sana, na secretary wetu alikuwa huyo mama Fatma, na kina wengine walikuwepo. Lakini ukiangalia tulikuwa bado changamoto ni ufadhili. Watu walikuwa hawana muamko mkubwa kwenye mambo ya gofu. Lakini wakati wale wazungu wakiwepo unaweza ukapata ticket, lakini vitu vingine ujitegemee. Sasa ikawa changamoto sana. Ilifika sehemu nikasema mimi Mtanzania, naomba niwe Mtanzania wa kwanza kugombea hii nafasi. Lakini kwa bahati nzuri tulisema tumsupport Betty Malaba, ambaye na yeye Mungu amemchukua, ametangulia mbele za haki. Alichukua uongozi wa Tanzania Ladies Golf Union kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ilikuwa sisi wote inabidi tumsupport kupata wafadhili. Kuzunguka naye kuhakikisha kwamba timu inaenda nje ya nchi. Tukaanza hapo kupambana wenyewe kama Waafrika. Alikaa kwa muda na baadaye akaniachia kijiti. Kwa mimi nilikuwa kiongozi wa golf Tanzania. Nilijitahidi sana kupambana mpaka kushiriki kwenye BMT, kushiriki kwenye sehemu mbalimbali, sasa kupambana kwenye serikali kwamba jamani tuna mchezo wa gofu. Lakini huu mchezo wa gofu wanasema mchezo wa matajiri. Huu sio mchezo wa matajiri. Huu ni michezo kama michezo mingine, na ukiangalia wakati huo tumeshaanza kucheza na vijana wameanza kuja. Kulikuwa na makedi baadhi ambao walianza kucheza gofu. Walikuwa wanapata muda wa kujifunza kucheza. Lakini wale unajua ndio wenye talent. Hata Tiger Woods alianza huko kwenye caddies, wanaitwa caddies, wale wanaosaidia mabegi. Tulipata wasichana ambao walikuwa wanacheza vizuri gofu. Kwa tukasema wapate muda wa kucheza, wakawa wanacheza kweli. Na namshukuru sana mzee Dionisi Malinzi. Amesaidia sana golf Tanzania. Pamoja na yote alijitahidi sana kuhakikisha wanawake wanafanya vizuri. Lakini tulipata timu pia baadaye ya vijana ambao hao naweza nikasema wametoka pia kwenye mikono yangu, kwa sababu nilikuwa rais wa chama cha golf wanawake Tanzania, na ndio timu iliyosimama imara mpaka sasa. Na nimeweza kutoa pia mchezaji ambaye anaitwa Madina Idi kuwa Afrika namba 1. Sisi Tanzania tulishachukua Afrika namba 1. Mimi nikiwa rais wa chama cha golf Tanzania 2018. Umeongoza kwa miaka mingapi? Nimeongoza in and off kwa miaka mingi. Okay. Ndio, kuna wakati walikuja wenzangu ambaye ni Anita pamoja na Mbonile. Mbonile. Nitamani nijue wao walichukua kwa miaka nafikiri 4 au zaidi. Okay. Walikaa hapo na baadaye mambo hayakwenda vizuri sana. Gofu ikasimama kabisa.
nilikaa miaka mingi. Okay. Nikawa nacheza tu kama mchezaji. Okay. Na nashiriki mashindano ya kimataifa, na nikaona ilipofika mbele hapo ninamshukuru Mheshimiwa Michael Luongo. General Michael Luongo, yeye ni retired, lakini alikuwa kwenye chama cha klabu ya Lugalo Golf Club. Lugalo, yeah. Yule baba alikuja Moshi kunitafuta na kuniomba, nafikiri ni wakati sahihi urudi tena kwenye uongozi. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani tena? Nitaangalia nitawajulisha wakati tunavyoendelea. Kwa hiyo nikarudi tena, nikapewa timu ya golf ya jeshini kwanza. Tukasafiri kwenda Uganda. Lakini tulipofika kule Uganda, baada ya kusema sawa nitakubali, ngoja niende na hiyo timu ya jeshi, nikaenda na timu ya jeshi. Tulipanda basi, tukatoka hapa na wao mpaka Uganda. Tulipofika Uganda tukachukua vikombe vyote. Bwana, hatujaacha kikombe hata kimoja. Wachezaji wote wa jeshi na wale wa raia waliokwenda kule tulichukua vikombe vyote kabisa. Kwa hiyo tuliporudi wakaniomba, wakasema nahisi ni wakati sahihi wewe kurudi kuwa rais wa chama cha golf Tanzania. Nikamwambia ni ngumu kidogo, akasema hapana, hebu rudi tuendeleze chama cha golf Tanzania. Okay. Kweli nikarudi, tukaanza kuendeleza golf tena Tanzania. Na nimekaa kwa muda mrefu, na azimio langu lilikuwa lazima nilete Afrika Tanzania, all Africa. Kwa hiyo nilipofika nilisafiri, tukaenda Nigeria, nika request kuleta timu za Afrika Tanzania. Lakini mwaka 1922 nilipata hiyo nafasi, opportunity. 2022 nadhani. 22 ndio. Nilileta timu 24 Tanzania. Okay. Nimeacha rekodi hiyo kwa Afrika. Bwana. Unaona ni kiasi gani mahusiano yangu na nchi za nje. Okay. Ninayo mahusiano mazuri, ndio maana waliweza kuja nchi nyingi sana kushiriki Tanzania. Kwa hilo namshukuru Mungu. Tulifanya vizuri na tulicheza, tukawa watatu. Kulikuwa na sheria ambazo hazikuenda vizuri, lakini tulicheza. Tanzania tulishiriki, tulikuwa watatu. Unapohosti mashindano kuna vitu vingi ambavyo vinakubana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka na staafu kwenye nafasi ya uraisi. Mimi nimekaa kwa muda mrefu nikiwa kama kiongozi wa chama cha golf wanawake Tanzania, na nilipomaliza mashindano nikasema na mwingine pia achukue ili tuendeleze golf Tanzania. Kwa hiyo nikasema nipumzike kwa muda, na wengine wamechukua nafasi hiyo. Unajua mchezo wa golfu uweze kucheza, unaona mimi nimevaa t-shirt yenye kola. Ni lazima uvae t-shirt na kola, na lazima uvae suruali au kaptula kwenye mchezo wa golfu. Cha kwanza. Cha pili, unavaa viatu vya golfu kama hiki kiatu kiangalia kununua dukani ni 250,000. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini pia unakumbuka kama nilikwambia kununua golf set ni 3,000,000 au zaidi. Umeelewa, kutegemea na set utakaonunua. Lakini baada ya sisi kuanza kucheza golfu na kushirikiana na R&A kule St Andrews Scotland, wenye mchezo wao, tuliwaambia kwa kweli mnapoanza kucheza mashindano haya ya golfu kwamba kuna wanaoweza kucheza lakini hawawezi kumudu gharama ni kubwa. Kwa hiyo ukiangalia wamepunguza hizi fimbo, ziko za aina mbalimbali, watu wanaweza kununua. Na viatu pia sasa hivi bei sio kubwa kiasi hicho, mtu anaweza kuafford kununua, au mzazi akamnunulia mtoto akaweza kuanza kucheza golf. Kwetu huwezi kushare fimbo. Cha kwanza, ukiingia na fimbo labda kwenye tournament, kwa bahati mbaya umeacha fimbo moja, umesahau,
ukiwa unacheza huko ndani huruhusiwi kurudi club house au kumtuma kijana wako aenda akakuchukulia ile fimbo umesahau. Utacheza nazo hizo hizo zilizokuwepo kwenye begi mpaka umalize. Kwa hiyo kila mchezo unakuwa tofauti. Mama Vigo, umewekeza muda wako mwingi sana kwenye michezo pamoja na mambo mengine, lakini kuna namna ambavyo michezo imechukua sehemu kubwa sana ya muda wako. Kipi umepata mpaka hivi tunavyozungumza kwamba hiki without sports nisingeweza kukipata? Kwa kweli kwenye mchezo wa gofu tuzungumze, sijawahi kupata kitu ambacho labda cash, umeelewa au ni kwa sababu naupenda. Na mimi niko hapa sio kwa sababu nipate. Mimi niko hapa kwa sababu ya kusaidia vijana wangu generation, kwamba wao waweze kufanya vizuri. Kwenye hilo naweza kusema nimeachieve kiasi kikubwa sana, kwamba nimeweza kusimama nao, wameweza kufanya vizuri na wengi wamefanikiwa, na bado tunaendelea. Wale wenye nia njema ambao wanataka mawasiliano yangu tunawasiliana nao. Hata sasa Madina yuko kule Zambia, yuko anashiriki mashindano ya Zambia Open, na mpaka jana alikuwa namba 3, alikuwa anaongoza kwa siku ya 3. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba najivunia kuwa na production yangu, yani vijana wangu ambao wanafanya vizuri ndani ya mikono yangu. Lakini pia sio hilo tu, najivunia kwamba sasa BMT au Baraza la Michezo Tanzania linafahamu mchezo huu wa gofu vizuri na linasaidia. Umeona juzi timu ya taifa imeenda kushiriki nje mashindano ya All Africa, na BMT imeweza kuwapatia tiketi za ndege, kuwahudumia kila kitu. Kwa hiyo tumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwamba anafanya kazi nzuri kwenye sekta zote mpaka michezo. Kwa hiyo sisi tunashukuru kwa sababu sasa hivi tunatambulika kiserikali kwamba tupo tunaendeleza gofu. Tuna hakika kwamba watatusaidia zaidi. Unadhani huyu kijana anayekusikiliza, lakini pia hata mzazi wake, unadhani kipi ambacho anapaswa kukifanya katika kuangazia fursa ambazo zipo kwenye michezo, hususan mchezo wa gofu? Mimi ningewashauri waje wajiunge kwenye vilabu mbalimbali. Lakini najua kule Dar es Salaam pale Lugalo Golf Club wao wanafanya vizuri sana, wameandaa, wana junior wa kutosha. Ukienda Dar es Salaam Jimkana TPC wanafanya vizuri sana, wana juniors wengi wa kutosha ambao wao wako Moshi. Moshi Club bado kidogo tunasuasua, lakini nina imani kwamba huko mbeleni tutafanya vizuri. Kwa sababu changamoto yetu ya klabu ya Moshi Club ni trekta. Tungepata trekta tungekuwa tunakata yale majani, na hakika mashule yote yaliokuwa mkoa wa Kilimanjaro wangeweza kuja pale wakafanya mazoezi. Huu mchezo ni mchezo mzuri, kwanza unatembea muda mrefu uwanjani, alafu pia ni mchezo wa kutuliza akili. Huu sio mchezo ambao utakimbia tu, lazima ufanye mahesabu kichwani. Kwa hiyo ni wale ambao wanapenda mahesabu, huu mchezo wa gofu ni mzuri sana kwao. Na mtu yote anaweza kucheza. Lika lote anaweza kucheza. Na wakati Pasco Mama Vigo anazungumzia swala la mahesabu, nimejaribu kurudi nyuma nikavuta picha uwanja ule wa gofu jinsi ulivyo. Kutoka point A kwenda point B, point B kwenda point C, point C kwenda point D, point D kwenda point F. Labda uwanja ule kwa fika zaidi kabisa kaka. Nimejaribu kuhesabu hizo nani. Ule uwanja wa gofu, hayo mahesabu ambayo unazungumza ni mahesabu aina gani? Pale unapopiga ule mpira sasa kwenda kwenye eneo lingine ambao mpira unatakiwa udondokee, utoe ule mpira kwenye eneo ambao umedondoka kwenda kwenye eneo lingine, zile pointi zikoje hasa katika ule eneo la uwanja wa gofu? Labda ni jaribu kuwaelewesha wananchi kidogo au wapenda gofu. Sisi tunapoanza kucheza gofu kuna sehemu inaitwa T-box, sehemu ya kuanzia kucheza gofu. Sawa. Ambao pale unaweka unaweka mpira, unapiga kwa kutumia rungu au iron, inategemea na distance ya kiwanja. Kwa hiyo unakuta tunasema par 4. Ina maana ukipiga unatakiwa ufike kwenye green kumaliza ukiwa umepata 4. Sasa ukifika kwenye T-box ukipiga shot yako ya kwanza,
unatembea. Ukifika ule mpira pale unaanza kufikiria fimbo, hapa kumebaki distance ngapi, yani uwanja kutoka pale kuna yadi ngapi au kuna mita ngapi. Unachukua fimbo sasa, unajua hii fimbo nikichukua labda namba 7 napiga mita 150. Kwa hiyo utachukua namba 7, mwingine anachukua hiyo distance atachukua namba 5 kutegemea na mtu na uwezo wake wa kucheza. Mwingine anachukua rungu namba 7 au namba 5. Kwa hiyo lazima uwe na mahesabu ndio utaenda kupiga ule mpira wako wa pili. Wewe uliyekuwa single handicap unatakiwa mpira wa pili uingie kwenye green ili uende kupiga bedi au pa, ambao pa ni 4, bedi ni 3. Sasa kama umeyumba huko katikati ukafika mpaka kwenye green kwa 4, ina maana unaweza ukapata 5 au 6, inategemea. Kwa hiyo hayo pia yote ni mahesabu kuanzia kwenye fimbo mpaka kufanya calculation. Okay. Hizi pa, bedi, green inabidi tujifunze siku moja. Yaani lazima tutafutie nafasi ya kutosha tutembee uwanjani atufundishe. Hii ni pa, hii ni bedi, hii ni green, hii ni T-box. Umesikia? Kuna two club pia. Two club. Unatakiwa upige moja kwenye green umalize. Mavigo inabidi siku moja tupeleke uwanjani utufundisha kwa vitendo, tutafurahi sana. Turejee katika upande mwingine. Nimeona juzi tulikuwa maili 6 pale tukishuhudia watoto wakicheza na tukaambiwa wewe ni mlezi wa kile kituo cha Shiri United Sports Academy. Lakini kama haitoshi, mimi nimekuwa nikisikia habari zako ukisupport vijana, ukisupport kina mama na mambo mengine ya kimaendeleo ya serikali. Hilo kwa nini unasukumwa kufanya hivyo? Kwa nini unaona kwamba ipo haja bado, pamoja na mambo mengine mengi ulionayo, lakini bado unaona kabisa kwamba jamii inakuhitaji bado? Somo gani hapa tunapata kutoka kwako? Mimi kwa kweli nilipohamia mkoa wa Kilimanjaro hiyo 1990, mwaka 92 nilihamia hapa kwenye mji wangu, nilijenga nikahamia hapa. Lakini kwa sababu wana Kilimanjaro walinipokea vizuri, kwa hiyo na mimi lazima nirudishe fadhila kwa jamii. Unapopokelewa vizuri, watu wanapokukarimu, lazima na wewe kuna vitu vya kujifunza. Na ukitegemea mimi background yangu yote kwamba wazazi wangu walivyonilea, kwamba sisi tulifundishwa kushare. Chochote ulichokuwa nacho lazima ushare na watu wanaokuzunguka. Unajua mambo ya kijijini, akifiwa mtu mmoja mmefiwa wote. Kwa hiyo ndio malezi ambayo mimi nilikuwa nimelelewa. Kwa hiyo ni vigumu sana kubadilisha hiyo tabia. Hata sasa watu wanajiuliza, huyu mama kwa nini anafanya vyote hivi? Nafanya kwa sababu ile iko ndani yangu. Sifanyi kwa sababu nahitaji chochote, hapana. Ndio maana unaona katika kijiji changu cha maili 6 kata Mnadani, mimi nimekuwa mlezi wa kata Mnadani upande wa Chama cha Mapinduzi. Mpaka upate nafasi hii ni kwamba kweli unajitolea kwa kusaidia jamii, kusikiliza matatizo ya jamii, na pale unapohitajika hata serikali ikisema tunaomba msaada huu, uko tayari kusaidia. Ndio maana ya unaona tuko pamoja na vijana wale wa academy, kwa sababu mimi sasa hivi wakati wa uchaguzi, tulipofanya uchaguzi huu uliopita wa serikali za mitaa, nilipata uteuzi wa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata yangu ya hapo maili 6 Shirinjoro. Kwa hiyo mimi ni mwenyekiti pale. Lakini sasa unapokuwa mwenyekiti, majukumu pia yanaongezeka. Vyote vinavyokuwa katika kijiji hicho cha Shirinjoro ni lazima wewe kama mdau wa Chama cha Mapinduzi upite kuangalia miradi, upite kuangalia michezo, kila kinachohusu hicho kijiji lazima usaidie. Kwa hiyo ndio maana unaona nimekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini bado still ndani yangu, kwa sababu mimi ni mwanamichezo, nashiriki vitu mbalimbali. Leo hii unapata nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa kabisa katika eneo ambalo upo au katika ngazi ya kiserikali, kitaifa. Ni nini hasa ambacho unakiona katika eneo la michezo unaweza ukakifanya hasa katika wilaya yako ya Hai na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla? Ukiangalia wilaya ya Hai, cha kwanza tuna mapungufu makubwa sana. Hatuna hata kiwanja cha football ambao ndio mchezo mkubwa
ambao unapendwa duniani pia hatuna viwanja hivyo. Ukiangalia tulikuwa na kiwanja kimoja cha Chama cha Mapinduzi pale wilaya Hai. Mimi binafsi nilikwenda pale wakati katibu wetu akiwa Kimotola. Nilienda kufanya measurement kwenye kile kiwanja, vipimo ili tuweze kufanya level, na mashindano haya yangeweza kufanyika hata ya kitaifa ambayo yanakuja hapa hii 2027. Ni kiwanja kizuri sana. Mashindano ya AFCON. Ya AFCON, yes. Lakini baada ya kwenda pale, na tulipata baadhi ya mfadhili ambaye yeye binafsi alikuwa anataka kutengeneza kile kiwanja. Lakini tumepambania, tumekutana na changamoto nyingi. Nikamwambia mheshimiwa, mimi as a professional sasa umenialika kama professional wa kudesign hiki kiwanja, niko tayari, lakini wewe utaendelea kufanya hizo uendelezo huko kuweza kujua kama utapata hicho kiwanja au la. Lakini mpaka sasa tunavyokuambia kile kiwanja kiko pale, haiingizi hata shilingi 10 sana. Mimi kwanza kama mdau wa michezo na pia kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, eneo kama lile nataka liingize hela, lisilale. Kwa hiyo mimi nikipata nafasi kubwa, kwa sababu mimi ni mwana michezo, mdau mkubwa sana wa michezo, cha kwanza ningepambana kuhakikisha wilaya yetu ya Hai inapata viwanja vya kutosha. Hapo swali zuri sana. Umemalizia sentence nzuri sana Mama Vigo, kwamba nikipata nafasi kubwa. Na nafasi zipo za aina mbili. Unaweza ukateuliwa au unaweza ukachaguliwa. Vyote hivyo vinawezekana. Nafasi za kuteuliwa na kuchaguliwa. Na kuchaguliwa. Do you feel, unajiona sasa umekuwa na uzoefu mkubwa sana kwenye kuendesha sports, na mtu yoyote ambaye anaweza kuendesha ama kuongoza jamii ya wanamichezo, kaka, kule kuna siasa ngumu, kule kuna mambo mengi sana. Kama unaweza ukaendesha taasisi kubwa kabisa hii ya golf, kwa maana ya chama, uone kwamba yes, unaweza ujisikii, ufeel kwamba nijaribu kuona namna gani ambavyo ninaweza nikachaguliwa, kwa sababu kwenye kuteuliwa uwezo ukasema una force, lazima anayeteua kuone. Kwenye eneo la kuchaguliwa, ufeel kwamba huu ni wakati sasa wa kuona kuna namna unaweza ukafanya. Labda niwaeleze tu kwa kifupi 2020 mimi nilikugombea ubunge. Okay. Wilaya Hai niligombea pamoja na mheshimiwa Saashisha Elenikio Mafue. Sawa. Na dhamira zangu ukiona hata kwenye hotuba yangu, maelezo yangu, vipaumbele vyangu vilikuwa nini? Sasa unajua tulikuwa hatuna barabara nzuri, cha kwanza, hatukuwa na madaraja na hatukuwa na viwanja. Vyote hivyo vilikuwa vipaumbele vyangu. Ukiangalia wakati mimi naomba kura ili niweze kugombea jimbo la Hai kuwa mbunge. Lakini kwa bahati nzuri mimi sikupita. Alipita mheshimiwa Saashisha. Lakini baada ya kupita kwake, mimi niliweza kusimama naye kama mpinzani wangu. Lakini jina liliporudi nilisimama naye na kuhakikisha kwamba anapita kwenye ubunge. Tulizunguka naye. Najua kata zote 17 za kata ya Mnadani, najua vijiji vyote 62, najua vitongoji vyote 292. Vilikuwa 94, sasa viko 92 au 94. Vyote navifahamu. Nimezunguka naye nikifanya kampeni. Lakini siwezi kulaumu, kwa sababu unajua ndani ya miaka 5 amejitahidi kufanya yeye ambayo ameweza kuyafanya. Unajua huwezi kwenda mpaka kwenye michezo wakati kuna vitu muhimu ambavyo unahitaji kufanya kwanza. Sahihi. Kwa hiyo aliweza kufanya kwanza kuhusu habari mambo ya barabara, mambo ya umeme, mambo ya madaraja. Kwa hiyo amejitahidi kwa kiasi hicho. Na muda wa miaka 5 sio rahisi umalize changamoto zote. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kwa interview hii ataisikia na atajua kwamba tuko nyuma yake. Lakini pia kuna vyama vya michezo. Lakini pia mimi inaniumiza sana, tuna wabunge wa viti maalum, ambao wabunge wa viti maalum ni kusaidia kina mama kwenye miradi mbalimbali ambao mimi nafanya sasa hivi. Na wasaidia mama kwenye kata yangu ya Mnadani, na yeyote yule ambaye anakuja na changamoto na mshauri na namsaidia, naenda kuhakikisha na vifanya. Japo sipo kwenye uongozi wowote mkubwa,
lakini bado nafanya kwa sababu ni iko ndani yangu. Sasa hivi kuna wamama ambao nimewapatia eneo nyumbani kwangu, wamefuga kuku, nimewajengea mimi mwenyewe nyumba na wameweka vifaranga vyao. Na wanaomba mkopo kwenye wilaya yetu ya Hai na wameshakuja kukagua. Yote hii ni kuhakikisha na wawezesha kina mama kwa njia mbalimbali ili waweze kujikwamua kiuchumi. Hapo siko kwenye uongozi. Kwa hiyo sio hilo tu, tunashiriki kwenye mambo mbalimbali ya jamii, misiba, tunashiriki kwenye mambo ya, ukiangalia kwenye kijiji changu cha Sita kulikuwa na mafuriko yalitokea hapa. Lakini yale mafuriko yalipotokea na niliweza kupambana kuhakikisha na weka vitu vizuri. Niliweza kuleta greda na kusimamia mwenyewe kuhakikisha natoa tope lote napeleka mto Weruweru, kuhakikisha barabara inatembea. Niliweza kuweka matuta kuhakikisha maji yaingii kwenye nyumba za watu. Kuna barabara iliyotoka hapo barabarani kwenda Weruweru sekondari. Sisi tulikuwa tunafanya kazi na watu wa Noremco, lakini nilimwambia mama Kamu wakati ule, mama Kamu, we ni mama yangu, lakini kuna hela hapa imepatikana ya NORAD na kuomba sana usiachie hii hela ikaenda. Akaniuliza ni uhakika? Nikamwambia ndio mama. Na unaona ile barabara imetengenezwa kwa lami kuanzia pale mpaka shule ya Weruweru. Ni jitihada zangu binafsi, lakini naona hiki kitu nina fursa. Basi nafika wakati ule mama Kamu alikuwa mbunge wa viti maalum. Nilienda kumwambia, mama kuna hela sehemu hii hapa imekaa. Omba, ameomba tukapata barabara. Kwa hiyo zote hizo unaona ni jitihada ambazo mimi binafsi najituma. Na sio hizo tu, ni kazi nyingi nimeshafanya. Maili 6 nimeshatengeneza choo ambao shule ilifungwa kwamba kulikuwa hakuna choo, lakini niliweza kujenga choo, nikamimina zege kwenye shimo kuhakikisha watoto wanarudi shuleni. Shule ya Maili 6, nilienda shule ya Njoro na yenyewe nilifanya hivyo. Kwa hiyo najitolea pale ninapoona kuna hitaji, najitolea nafanya. Safi sana. Hongera Unafanya kazi kubwa sana. Una biashara labda, kuna project zako binafsi ambazo unafanya? Sababu yote haiwezi kuyafanya kama una pesa. Nilikuwa nafanya kwa miaka yote hii, ndio nilisema mwaka 1996 nilifungua kampuni yangu ya ujenzi. Okay. Na nikawa nafanya vizuri sana. Lakini 2018 tulipata changamoto ambazo hizo changamoto zilitufanya tuumie kidogo, kwamba tulifungiwa account. Sio mimi tu, ni watu wengi, na tuliumia. Lakini tulisema haya ni mapito na yamepita, tumerudi tena, tunaendelea na kazi kama kawaida. Okay. Tunashukuru. Mimi namshukuru sana Mama Samia katika tamko ambalo Mheshimiwa Nchimbi ametoa juzi, kwamba wafanyabiashara kama wana changamoto na TRA basi warudi wakakae mezani, washirikiane ili watu waendelee na miradi yao. Kwa kweli ametusaidia sana. Tumerudi na tunaendelea kufanya kazi kama kawaida. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru katibu wetu Mheshimiwa Nchimbi kwa tamko lile, ametufanyia mambo yanaenda vizuri kwa kweli. Kilimanjaro inasuasua sana kwenye michezo. Shida unadhani ni nini? Nafikiri ni management. Michezo ni management. Michezo yoyote ile ni management. Kwa hiyo management inapokuwa haiko vizuri inakuwa tatizo, kwa sababu management inasimamia michezo. Hakuna hela sehemu, lazima utegemee wafadhili. Unawapataje wafadhili? Mfadhili anachotaka ni kwamba unaenda kuongea naye, unapeleka proposal yako, lazima uchambue inavyotakiwa. Lakini pia ukirudi unatakiwa umshukuru na kumuonyesha kwamba hii hela nimetumia hivi. Mfano mdogo tu, sisi tulifanya hayo mashindano ya RNA, na kawaida mimi niliongea na watu wa RNA kule Scotland, nilipata paundi 15,000. Lakini niliona ile hela haiwezi kunitosha, na mimi mwenyewe niliwekeza hela yangu milioni 44 kwa kuhakikisha mchezo wa gofu unaenda. Lakini bado niliwashauri rais wa vyama vya gofu nchi mbalimbali kwamba jamani, mashindano yao ni makubwa, nimepata ugeni mkubwa, nimeomba pia RNA waniongezee paundi 15,000 nipate paundi 30.
na wote waliweza kuniandikia barua na walinisupport kwenye hilo. Ni kweli tulipata zile pound 30, lakini unaona kiasi gani serikali pia iliweza kunisupport, kanipa milioni 10 ya kuweka vijana kempu, na bado pamoja na yote hayo bado nilitoa milioni 44 ya kwangu. Sasa unapokuwa kiongozi alafu una uwezo, sidhani kama kuna vitu vinaenda. Sasa unapokuwa kiongozi lazima uwe na watu nyuma yako. Mimi binafsi kwenye yale mashindano kuna sehemu nilikwama kabisa, lakini namshukuru sana Shabiri Abdi. Wageni wangu walikaa 4 Point by Sheraton. Walipata vyakula. Dina Gala walipata bure, hawakulipa hata shilingi 10. Aliweza kunisaidia, nilipata ukumbi wa mikutano bure. Sasa unaona vitu kama hivi lazima utaje watu. Ukienda kwa mzee Gulam Deuji, namshukuru sana 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 sana. Yule mzee amenikamata mkono toka nimeanza kucheza gofu mpaka sasa, kwa umri wangu hajawahi kunitupa. Mimi naenda naomba vikombe, mzee naomba vikombe vya mashindano. Mzee yule ameweza kunipa vikombe vya mashindano ya Tanzania Ladies Open, mashindano ya All Africa, mashindano yote. Lakini pia nilipata TBL walikuwa ndio main sponsor wangu ambao waliweza kusimama. Lakini unapomaliza tournament lazima yule main sponsor umshukuru na kumuonyesha kwamba umefanya nini. Lakini mimi nilimwambia main sponsor, Mr. Kikesh, nataka uninunulie vitu ambavyo wewe unaona vinafaa. Setup, leteni watu wenu, fanyeni setup. Nyinyi mnaona kitu gani? Kwa sababu unapochukua kila kitu unataka kuweka cash, utafanya head up sehemu, alafu hutafanya kazi nzuri, mwisho wa siku hutatekeleza wajibu wako. Baada ya kumaliza ile tournament ya All Africa, nilifanya mahesabu ya zile pesa. Nilipeleka RNA kule Scotland, St Andrews. Nilipeleka BMT kuonyesha kwamba tumefanya nini, mapato na matumizi. Kwa hiyo hicho kitakufanya kurudisha feedback. Lazima bana, mtu amekupa, ndio rudi umwambie bana, ulinipa shilingi 10,000, ndio nimetumia bana shilingi 9,700, ndio hii shilingi 300 bana imebaki, ndio inaweza kufanya kitu kingine. Lakini pia unaona serikali baada ya kufanya yale mashindano kutupa milioni 10, bado tunaendelea kumshukuru. Kwa wakati ule katibu wetu Neema Msita mpaka sasa yupo. Lakini nataka nikuhakikishie kwa kazi aliyoiona tumeifanya, bado timu nzima na viongozi walipewa 500,000 kwenye account bana. Kwa hiyo lazima tushukuru, tulikotoka sisi sio sawa na tulipo sasa. Kwa hiyo lazima wajue serikali imeingiza mkono sehemu, wanatusaidia. Lakini pia kufanya vizuri ni lazima ufanye mahesabu, na lazima utoe back statement kwa wachezaji wa chama chako chochote. Kwa hivyo ndio tunakosa sasa huku kwetu huku. Ndio tunatoa zile, unaonyesha kwamba mimi akaunti yangu ni hii, umeniingizia pesa kiasi hiki, matumizi yangu ni haya, wanachama waweze kuona. Sasa kama mwanachama haoni mlichopata, manake wengi wanajua umepata hela nyingi sana, wakiona tournament imeenda hawajui umestruggle kiasi gani. Kwa lazima tuwe wazi namna hiyo, tutapata wafadhili. Hicho ndio kikubwa ambacho naona kwenye chama cha michezo Tanzania, tunatakiwa tuwe wazi namna hiyo.